Habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali, na ni moja kati ya habari kubwa wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa katika vita ambavyo vinaendelea huko DRC kati ya majeshi ya serikali pamoja na wanajeshi wa muungano wa Mto Kongo AFC ambao unajumuisha M23, ikiwa watu ambao ni raia kutoka DR Congo wamekimbia wengi sana kuepuka mapambano ambayo yanaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa Umoja wa Mataifa umesema vurugu hizo ambazo zinaendelea mashariki mwa Kongo zimepelekea katika kipindi cha mwezi mmoja watu zaidi ya 100,000 kukimbilia katika nchi jirani. Mapigano makali yalizuka eneo hilo katika miezi ya hivi karibuni kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Vita vinavyoendelea huku vimesababisha maafa makubwa na vikitishia kusababisha mzozo mpana zaidi wa kikanda. Wakati hayo yakiendelea, Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania imethibitisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa imeondoa hitaji la kibali cha kuingia nchini humo, visa kwa Watanzania ambao wanakwenda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania imethibitisha hilo kwenye taarifa yake inayoongeza kuwa hatua hiyo imeanza rasmi Machi 20 mwaka 2025. Awali ilikuwa lazima upate visa ili kuingia DRC kutoka Tanzania, ingawa Tanzania iliondoa utaratibu huo wa kulipia visa kuingia nchini Tanzania kwa wananchi wa DRC. Serikali ya Tanzania inaamini kuwa uamuzi huo wa serikali ya DRC ni hatua nzuri kuimarisha mtangamano, ilisema taarifa hiyo. Baada ya DRC kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki Septemba 2 mwaka 2023, Tanzania iliondoa utaratibu wa malipo ya visa kwa raia wa DRC kwa matarajio DRC ingefanya hivyo pia kwa raia wa Tanzania ambao wanaingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaamini kuwa uamuzi huu wa serikali ya DRC ni hatua nzuri katika kuimarisha mtangamano na utakuwa na manufaa, ikizingatiwa kuna mwingiliano mkubwa wa wananchi wa nchi hizi mbili katika masuala mbalimbali ya kijamii na kibiashara. Vile vile kuondolewa kwa hitajio la visa kutachochea ukuaji wa uwekezaji, biashara na kupunguza gharama. Hatua hii ni moja ya mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia na ujirani mwema kwa vitendo, na ni ishara ya Tanzania kuzingatia miongozi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na mkataba wa eneo huru la biashara la bara la Afrika AfCFTA. Ni moja kati ya habari kubwa ambapo sasa raia kutoka Tanzania wataingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila kuwa na visa. Ingawa hali ya usalama mashariki mwa DRC inaweza kuwa kikwazo kwa Watanzania wengi kwenda huko mara baada ya mzozo kumalizika, huenda itafungua fursa zaidi. Lakini kwa kipindi hiki ambacho mzozo umekuwa ni mkubwa huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sidhani kama kuna Mtanzania ambaye atadiriki kwa kipindi hiki kutaka kuingia huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watanzania kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii wana maoni gani? Nimepata hapa maoni kutoka kwa huyu wa kwanza ni Mpoke, anasema ukiwa na stressi caption inasomeka Ulaya bila visa. Lakini pia mwingine anasema kwamba mtego huu unaingia tu unapata pigo kutoka kwa M23. Lakini pia mwingine hapa anasema kwamba Kongo ipi kwanza inazungumziwa, hii tunayoiona au kuna nyingine tena? Mwingine anasema kwamba kufanya nini tena michezo hiyo. Lakini pia mwingine anasema kwamba mitano tena kwa mama. Lakini pia mwingine anasema semeni Kinshasa tu. Lakini pia mwingine anasema ngoja nianze safari. Lakini pia mwingine anasema afadhali nilikuwa natamani sana kwenda Goma kuota jua. Huyu ni Edo Kumwembe
Wengi wametoa maoni yao, lakini taarifa ni hiyo. Tuliache kwako Mtanzania, nawe pia utuachie maoni yako. Kwa sasa unaruhusiwa kwenda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hata bila kuwa na visa. Share na sisi maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.